Tunaendelea kurudishia Bwana majeshi sifa na shukrani kwa muda kama huyo. Wandugu wapendwa wote wanaendelea tufuata katika programu hiyo. Ninajua leo tunaweza kuwa tumeanza mbele kwa sababu hewa imeanza kubadilika, inakuwa ikifika saa 8 saa 9 giza inaanza tena kutukaribia. Na ndiyo maana tunajiharikisha tumsifu Mungu na kumtukuza, kumrudishia sifa na shukrani kwa wema wake kama gisi ameendelea tulinda. Haleluya. Na tuko hapa sisi wote, niko hapa na mke wangu na watoto wote kabla wengine wapo, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu sisi wote Mungu ametulinda na kutuwezesha kwa wiki lote nzima. Ndiyo maana leo tutaweza kuzungumuza kuhusu maneno yanayotaka kujua kumuabudu Mungu. Haleluya. Nani tutapasha kuabudu? Ndiyo maana tutafata neno kidogo katika ya programu ya leo, na endelea kutufata. Ndugu mpendwa, mama, kaka, dada, kama kawaida tunawakaribisha sana kwa David's Family Ministry, na hivi tutaburudika kidogo na nyimbo watatutilia, tutacheza, tutamtukuza Bwana. Asante sana. Sisi wote tutaweza simama.
makofi. Hata tunaenda kumrudishia tena Mungu shukrani sisi wote tukimwambia Bwana asante kwa sababu alifanya kazi kubwa kuona Yesu akifa na damu lake likitutakasa katika maisha yetu. Acha tuombe tukimwambia Bwana asante, tushukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo. Twendeni tukamwambie Bwana tumekabidhi mipango zote ziko mbele mikononi mwako. Tunakabidhi neno mikononi mwako. Acha Bwana tupe roho atakayepokea neno katika maisha yetu, na neno ile likae katika maisha yetu na itawale, itujenge na ibariki pia wote watanaotufuata. Tuombe kwa jina la Yesu Kristo. Acha tuombe nchi tuko ndani. Mungu asaidie nchi ya Sweden. Mungu aendelee kutupatia kibali. Mungu aendelee kutupatia uwezo wa kufanya kazi yake pasipo kusahau marafiki na majamaa zetu na wandugu wenye wako katika nchi za Afrika. Tuombe nao Mungu aendelee kuwa pamoja nao. Tuombe kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, tumesema asante kwa ajili ya mtu wa sisi. Bwana, endelea kutubariki katika mtu wa sisi. Endelea kutupatia Bwana sheba na kibali kutunaomba. Acha Bwana tunaomba sindeni Bwana. Usaidie Bwana. Wewe vicha kusimamia. Wale bali tusitawaliwe. Neno yako Bwana ndani yetu. Acha Bwana tusaidie ndani ya zaidi. Amina wasaidie Bwana. Imani tunaombea na marafiki na watu wote. Na tunashukuru na wakabidhi katika vitanda vya mikono yako. Ewe Bwana wa wanaoelewa. Acha wasaidie Bwana tunaofikia. Acha ushinde na neno yako Bwana. Katika watu wasaidie. Bwana na wote wanaokuwa wanaotoka nchi ya Kongo. Wasaidie wengine. Nenda kwa wote. Wanenda watoto wako. Wasaidie kwa baba Haleluya. Acha tutaenda nipe ngoma.
tutengeneze vitu. Najua tutaenda kuabudu Mungu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Atusaidie, atupe kiu ya kutumikia, atupe kiu ya neno, kiu ya kuomba, kiu ya kutafuta uso wako. Tushukuru katika jina la Yesu Kristo. Baba
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mkono wa Bwana. Hallelujah. Mkono wa Bwana.
Haleluya. Yesu wapi? Yesu wapi? Shetani wapi? Shetani wapi? Shetani kanaka. Tunashukuru Mungu. Haleluya. Na kumwabudu. Amen. Acha tu tunakabidha kipindi, hata tunaomba meza. Tunashukuru Mungu kwa kipindi hiki kile tunatoka hapo kumsifu Bwana, kwa sababu Biblia inasema acha tumtukuze kwa sababu yeye ni Mungu mwema. Amen. Acha tufunge macho, tuache kipindi kenye tumetoka hapo na kenye tumeenda hapo mikono ya Bwana. Baba, katika Yesu wa Yesu wa Nazareti, tunaendelea tena mbele na kusema tena asante Bwana, kwa sababu umetupatia tena nguvu ya kukuimbia na kukuchezea. Kuna wengi sai wenye wangelipenda Bwana nao kufanya kenye tumefanya, lakini unakutana Bwana, wengine wako kwa hospitali, wengine hawakuweza kupatia hii muda. Lakini acha tena Bwana, tumesema tena asante kwa kutukutanisha Bwana na kuonesha tena hii upendo mbele zako, kwa sababu umesema kitabu cha Psalms Bwana ni mzuri kukurudishia sifa na shukrani. Na ndio maana Bwana tunaomba acha mbingu na malaika Bwana wapokee hii sifa na shukrani na dance yote yenye tumeleta mbele zako. Acha tena Bwana tunakabidhi kipindi ya neno yenye tumeenda Bwana, utusaidie Bwana tuelewe. Acha yale yenye watasema yenye watatufundisha Bwana yaingie masikio yetu na ikae mahali pote kwenye tutaenda Bwana. Tusisahau neno lako, kwa sababu umesema yote yatapita lakini neno lako litabaki. Tunaomba presence ya Roho Mtakatifu ikuwe mahali hapa na usaidie mtumishi wako. Acha neno yenye atatubariki nayo Bwana ingie ndani mwetu na ikae kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti tunaomba. Amen. 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 Acha tukae chini. Amen. Acha tushike Biblia zetu. Tutasoma kidogo kwa kitabu cha Mathayo. Tutasoma katika kitabu ya Mathayo. Hii madhabahu leo. Yes. Presa. Yes. Tutasoma Mathayo mstari wake wa 4, sura ya 4 mstari wa 10 mpaka 11. Matthew chapter 4 verse 10 to 11. Okay. Amen. I read in the book of Matthew chapter 4 verse 10 up to 11. And the Bible says like this. Get out, the heading is saying the temptation of Jesus. Get out of here, Satan. Jesus told him, for the scriptures say, you must worship the Lord your God and serve only him. Then the devil went away, and the angels came and took care of Jesus. Amen. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kichwa ya neno inasema kujaribiwa, Mathayo 4:10 hadi 11. Ndipo Yesu alimwambia, kwenda zako Shetani, kwa sababu imeandikwa, uabudu Bwana Mungu wako, umtumikie yeye pekee yake. 11. Kisha Shetani akamwacha, na tazama malaika wakakuja wakamtumikia. Amen. Amen. Amen.
Inatuambia, Jésus lui dit, retiens-toi Satan, quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras une culte. Alors le diable les laissa, et voici que les anges s'approcheront de Jésus pour le servir. Haleluya. Yes, kama jinsi vile mama anatusomea kwa kitabu ya Mathayo, nasema kujaribiwa ya Yesu Kristo. Siku wanaita tentation. Haleluya. Na tunekamata tu ile shairi ya mwisho, lakini ukianzia kumwanzo yake utaangalia namna gani Yesu alijaribiwa na shetani. Haleluya. Na muda wa kujaribiwa na shetani alimuonesha vitu vingi, shetani alileta masemi mingi, shetani alimjaribu kunamna mingi. Haleluya. Alimjaribu kunamna mingi. Lakini baadaye neno la mwisho lililetea Kristo ushindi, na likaletea Kristo hawe na weni watafanya nini? Watamtumikia kwa hiyo wakati. Haleluya. Ni kusema kama Biblia inataka kutujulisha kama sisi wa Kristo tunapoishi chini ya dunia, tunapotembea duniani, tujue ya kama majaribu ni mengi, vikwazo ni vingi, lakini katika yoyote mtie Mungu wako number 1. Amen. Mungu wako mtie wa kwanza kwa kila kitu. Amen. Usilinganishe Mungu na vitu vile vyenye watu wanaweza kulinganisha nao. Usione Mungu usitaki Mungu akuwe mbali nawe kusudi vya dunia vikuwe karibu nawe. Yesu alikuwa katika njaa. Shetani akimwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mkate kuwa nini? Jiwe. Shetani hakuleta maneno ya kudiinua, hakukuya na tabia ya kupingana na yeye. Utajua leo kama mimi ni mwana wa Mungu nitegeuza. Hapana. Yesu akimwambia, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, lakini ataishi kwa neno la Bwana. Semeni amen. Amen. Hataishi kwa neno la Bwana. Yes. Leo makanisa mingi, leo Wakristo wengi hawataki kuishi tena kwa neno la Bwana, wanataki kuishi sasa kwa vitu vya dunia. Kanisa hii inalingana na kanisa ingine. Mtumishi huyu analingana na mtumishi mwingine. Huyu anasema mimi namshinda huyu. Huyu anasema mimi nitamuonesha, mimi nitafanya miujiza kushinda huyu. Hapana. Hiyo ni mfano wa Yesu na shetani. Amen. Amen. Shetani alipenda Yesu apigane naye kukufanya miujiza. Lakini Yesu alijua mimi ni nani, na nimetumwa na nani, na ninakuja kushuhudia nani chini ya dunia. Haleluya. Amen. Oh, jina la Bwana lipewe sifa. Amen. 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 Yes. Hata kuipisha pole pole. Tuko tayari? Sasa na wewe unaweza jikuta na vitu. Mtu anakuambia kama uko Mkristo, naona upende kwa hivi, wewe useme hivi. Hapana. Wewe usioneshe ile. Haleluya. Usioneshe hiyo. Sema mimi ni Mkristo. Ukristo wangu ni ndani ya maisha yangu ya Kikristo, mimi na Bwana Yesu Kristo aliyenifanya kuwa Mkristo. Amen. Usifanye competition na mtu. Usifanye vita na mtu kwa ajili ya ushuhuda nani? Ya Mungu. Haleluya. Amen. Yesu alijua yeye ni nani. Haleluya. Umesikia muziki? Acha tuburudike kidogo. Tunaongea kwa Yesu. Simama burudika. Yes. Na David is family ministry. Simama kuna frere. Haleluya. Namuona Yesu. Tunaongea kwa Yesu, acha tuburudike kwa jina la Yesu. Umemuona na sisi. Namuona Yesu. Namuona Yesu. Katika neno Yesu. Namuona Yesu.
yupo. Tunapozungumza kwa ajili ya jina la Yesu na tunaburudika pia na muziki unaotetea Yesu Kristo. Haleluya. Na mahali iko katika kiti cha enzi kwa ufalme, anasema huku chini kuna viumbe vile vinafanya nini? Vinanitukuza. Haleluya. Amen. Yes. Yesu alijaribiwa. Hii ni maana ninaenda tu. Shetani akimuonesha lijiwe. Na Yesu anaangalia lijiwe ni nini kwangu? Aliyeumba lijiwe ni neno, na nina uwezo ile neno kulifanya lijiwe kuwa mkate, kulifanya lijiwe kuwa samaki. Lakini kwa majaribu, lakini kwa njaa, lakini kwa tatizo, watu wengi tunashindwa kujua namna shetani anatutembelea. Shetani anatutembelea wakati tunakuwa katika shida fulani, na anataka kuonesha kama sisi hatutii neno la Bwana, lakini tunapenda kufurahisha watu wa dunia. Yesu akisema mtu aishi kwa mkate, lakini anaishi kwa neno la Bwana. Acha tuishi kwa neno la Bwana. Watu wakukatae, watu wakusemee mubaya, watu wakuchukie, ishi kwa neno la Bwana. Mkate utakuja, utaukula na utafanya nini? Itaisha na itaharibika. Lakini neno la Bwana Haitaisha. Amen. Itadumu milele na milele. Hallelujah. Haliendelea. Hakuishia tu hapa. Alimtwala hekaluni, akamuinua, akisema angalia vyote, kama unataka uniabudu na nitakupa vitu vyote. Haleluya. Nani leo chini ya dunia hii wala katika nchi ya Sweden tuko naye, asikie kama mfalme wa Sweden anakuita na anakuambia wewe ukule umwabudu na kufanya nini? Yeye atakupa sehemu ya Sweden. Naanza watu watauana. Watu wote watasema niko tayari. Lakini Yesu alisema imeandikwa, utaabudu Bwana Mungu wako pekee. Hakuna mwingine tunaweza abudu. Kama tunacheza, kama unadisikia uko na pumzi la uzima, muabudu tu Mungu huyu moja. Ndio anajua siri ya pumzi, ndio anajua siri ya afya. Tukienda hospitalini kuna watu wana gari za bei, nyumba, kila kitu, lakini saa hii maji napita mkampira, mkoyo natelemuka mkampira, kitu yoyote anakulia mpira sasa. Kini wanaita song. Lakini alikuwa anakula na kanya na kijiko na supu anakunywa, lakini saa ile wanaanza mtilia wakifanya nini? Wakisukuma. Kwa sababu Mungu amepunguza sehemu ya afya. Iko na njia yenyewe anafunga kwanza kusudi ya kufunze mwanadamu. Ndio maana tunapokuwa tungali na afya, tungali wazima, acha tumtukuze Bwana Yesu Kristo. Tumuinue. Wasiomjua na wenye wanamjua tumuinue. Mbele ya wasiomjua sisi tumuinue. Mbele ya wenye wanamjua tumuinue tena zaidi sisi wote pamoja. Ndio hapa akiendelea. Neno kubwa yenye imesema shetani. Yesu akimwambia shetani, toka mbali nami. Unasikia? Toka mbali nami, kwa sababu utaabudu Mungu, Bwana Mungu wako pekee. Siko pale juu kuabudu we shetani. Ninajua mwenye amestahili na sifa na nini? Na maabudu. Ninajua nani jina la maabudu litaenda kwake. Hapana weye, kwa sababu unanionyesha vitu vya dunia, kwa sababu unanionyesha maisha, unanisaidia, unanionyesha nyumba, unanionyesha gari. Hapana, siwezi kuabudu. Jina kuabudu inaenda kwa Mungu pekee. Ndio maana siku ya leo tunasema ni siku la kuabudu Mungu. Lakini unajikuta wengine wanakaa nyumbani, anamwima Mungu na hiyo haki ya kumrudishia shukrani. Monday mpaka sai anashindwa kufanya nini? Kumshukuru Mungu. Unashindwa kujua nilienda Monday, nilitembea mpaka Friday, mpaka Saturday. Mungu alikuwa sehemu yako, akikulinda. Amena. Kwa nini usimrudishie shukrani? Yes. Hata saa moja, hata saa mbili, ukisema Baba ninakuabudu kwa sababu nimeona uwezo wako, nimeona mkono wako, nimeona upendo wako. Haleluya. Yesu amemwambia mbali nami shetani, kwa sababu neno nataka kusema inataka niletea hasira sana. Haleluya. Kumbe wakati hiyo shetani kwa anafanya hivi. Haleluya. Iko saa Mungu naye alikuwa anasikiliza.
ameshaandaa wa malaika wafanye nini? Wamservire Yesu. Wamtumikie. Wamwandalie vitu vizuri. Haleluya. Lakini shetani naye aliona hii. Anasema heshima gani Yesu Kristo anataka kupata hivi? Heshima gani Yesu Kristo banataka kuleta wa malaika? Hiyo mkate nilikuwa namuonesha, sasa wa malaika wanataka muletea. Hiyo utajiri nilikuwa namuonesha, sasa wa malaika njoo wanataka muletea. Yesu aliposema ondoka mbali nami shetani, kwa sababu imeandikwa tutamwabudu Mungu pekee, Bwana Mungu wetu pekee. Amen. Haiko ni tajiri, haiko ni kwa ajili ya vitu ya dunia, haiko ni kwa ajili ya mali, haiko ni kwa ajili ya safari, haiko ni kwa ajili no. Tiele katika roho yako Bwana Mungu pekee. Hata tunapita katika matatizo, hata unaingia gerezani, hata watu wanakuchukia, usiwaabudu, uwape heshima tu. Uwape heshima yao. Lakini siweze kuabudu mwanadamu. Wakufukuze, wakukatale, sitaabudu, nitamwabudu Mungu pekee yake. Amina. Biblia inasema ilipofika hapa, et alors les diables les laissant, et voici que les anges s'approchera de Jésus pour les servir. Shetani alitoka tu, wa malaika wakikuja, haleluya, kuja kumutumikia Yesu, kumservir. Maana kwa Fransai sa kuservir uko sa servant. Unataka maji Yesu? Unataka kukoka? Unataka chai? Unasikia kuko wewe akia kumservir. Kama kumtembeza sele wa malaika ndio wanafanya nini? Shetani alipotoka tu, jua kama shetani anapoleta jaribu katika maisha yako, malaika iko pembeni yako kusudi akuservir. Amina. Wakati unaona majaribu iko inakuja, jua kuna mlango ya ushuhuda ya Mungu iko mbele yako. Haleluya. Lakini shetani analeta vitisho, shetani analeta maonyo, shetani analeta masemi, shetani analeta mipango ya utafauti kusudi hawa wa malaika wasifike kwenye huko. Amina. Ni kusema Yesu angeabudu shetani, wa malaika wangefanya nini? Hawangemservir. Hiyo. Unasikia? Alipomwambia uende mbali nami, ondoka, na shetani neno ile kimkwaza, alitoka tu hivi. Maandiko yanasema wa malaika wakitoka, kama wakumvika mavazi wakifanya nini? Wakuchapa makofi wakifanya nini? Wakufurahi wakifurahi, wakumchezea kwa sababu sasa walikuwa mservir. Alo, sisi bana kiu kuservir vitu viko vya mingi Kuservir mtu ni vitu vya mingi. Shi wenyewe tunaenda kutukona kwa restaurant kubwa kubwa. Wachaya nakuya, waninakuya, wanakuuliza unaleta vitu vya mingi viko pale vinakuya. Bana kiu kuservir. Umeshinda, umeweza, umemfukuza, ameenda mbali na nini? Na wewe. Alo, kumbe wakati yote kama hatujue kushinda shetani, tunaendelea kuzuia nini? Baraka yetu. Mungu ameshaandaa watu wa kukusavi, watu wako pa pour te servir. Non les démons, hapana mapepo, les anges de Dieu, les anges des royaumes des cieux. Kama pesa biko pale bakuservir, unapenda ngapi? Tusinye cheke ya ngapi? Iko pale ule malaika akuservir tu, pesa ile unapenda pocket money. Ndio kazi yake tu. Mimi nakio fanya nini? Kukuservir. Pesa yako ya kukuna tembelee niko nayo. Haleluya. Kwa sababu haujashinda shetani, hauyamwambia aondoke mbali nawe, malaika angali mbali, anarudi anachelewa. Haleluya. Shetani amesimama mbele yako. Malaika iko anachunga ushinde, umwashinde. Niko tayari. Ile pesa natoka kuonesha haiko njoo mimi niko nayo hapa. Oh, Mungu atusaidie sana. Amen. Iwe bunyumba, iwe watoto, iwe kazi. Usipate kazi kunjia ya shetani. Usiingie kubunyumba kwa ajili ya tamaa ya vitu ya dunia. Mekumbi bwana harusi iko pale, malaika iko anakuja akuservir na yeye.
Mapenzi ya Mungu njoo huyu. Mke wa mapenzi ya Mungu njoo huyu. Batoto ya mapenzi ya Mungu njoo hapa. Hapana bitoto ya mayai, bitoto ya nini, ya kwenda unapigwa mashindano. Hapana. Hallelujah. Hapana. Mungu yuko anasubiri. Aisha tuma ba malaika. Swali ya kwanza, shinda shetani. Ya pili, mshinde. Ya tatu, shinda. Utakapomfukuza, wende mbali nami, sikutaki. Nitamwabudu Mungu wangu. Nitamtumikia Mungu wangu. Nitatia Mungu wangu mu business yangu. Nitatia Mungu wangu mu familia yangu. Mimi na nyumba yangu tutamwabudu Mungu. Kwa nini tena watoto muende muabudu miungu zingine? Haleluya. Kama gisi tunasikia wandugu wengine wanafika huku wanaanza katala Mungu. Na Afrika walikuwa kwa magoti. Hii ni vitu vya dunia, msiviabudu. Biko na mwisho wake. Muabudu Mungu. Unapoingia kutamaa hii, mko mnarudisha malaika, anarudia na vitu alipia kukuserve. Anarudia na avyo. Wewe unapata vya shetani benye abina nini? Abina garanti. Abina mshuhuda, abina utukufu. Binajaa condition mingi. Lakini ya Bwana majeshi akifungua na fungua. Wa malaika wakimsafi na Yesu. Haleluya. Na Yesu akisikia salama. Na ndio maana leo inakuwa ushuhuda wetu sisi wote. Ndio maana leo na sisi tunakuwa tunajifunza hayo. Kwa nini tusijifunze mfano huyo? Kwa nini tusiandae maisha yetu kama hivyo? Kwa nini tusiambie Bwana usiku na mchana, acha wa malaika wako waje wakanitumikie, waje wakaniongoze, waje wakanipiganie, waje wakanisaidie. Kwa sababu watu wanatamania maisha ya kulingana. Batanijua inabidi na mimi niwe kama ule mama, niwe kama ule baba. Tukue na sheka kama batoto ya fulani na sheba tujue. Hapana. Usilinganishe. Maisha yako ni vile Mungu alikuumba. Hautakuwaka kama fulani na fulani hatakuwaka kama wewe. Kila mtu Mungu amemfanya kwa hali yenye anapenda. Na Mungu ana purpose kwa ajili ya maisha yako. Na Mungu anajua kwa nini alikufanya hivi. Mtegemee. Kama neno la wokovu limeanza kuingia, ni kusema Mungu anaanza penda. Usitumikiwe tena watu wa dunia, lakini hata ufalme wa mbingu ikutumikie. Ufalme wa mbingu ndio kuserving. Wa malaika wa kuserving, wa malaika wa kuprotecting. Ba escort yako ni ba malaika. Benye batakutunza ni wa malaika. Unaweza gonjwa, utaenda hospitalini, lakini kuna wa malaika wako pale njoo wako nakutunza tu. Katika safari kunaweza kuwa accident, kuna wa malaika wenye wako pale njoo kusavi upate protection. Njoo nasikia sasa ni wawili tu njoo walipona. Mtu mmoja tu njoo alipona bila accident. Kwa sababu wewe wa malaika wako pale njoo kusavi. Ajali imekuja wamekubeba. Accident naisha bana kurudisha pesa, mama tutakuwa ushuhuda. Na unaendelea kumwabudu Mungu. Amen. Wengine wanahangaika, nini Mungu anawapa salama. Wengine wanakosewa, Mungu anawapa salama. Amen. Hiyo yote ni mipango za Mungu. Hiyo yote ni kazi za Mungu. Hiyo yote ni kwa sababu tumejua kama mwenye tutaabudu ni Mungu pekee. Amen. Na kama tunataka kumwabudu Mungu, tujue njia za shetani. Anatuonesha hiki, anatuonesha hiki. Jua hii si mapenzi ya Mungu. Hakina mwandiko, hata ndoto zingine. Ziseme natoka nakataa zile ndoto kwa jina la Yesu Kristo. Zile ndoto ziwe mbali nami. Hata zinakuonesha vingine vya mzima, anasema Mungu wangu haikuvunja na loteshaka. Amen. Mungu anafundisha mbele ya kuloteshe. Mungu anaandaa roho yako na akili yako ielewe. Tulisoma kwa kitabu ya Daniel. Malaika anamwambia Daniel, usikie uelewe maneno niko naenda ukwambie. Isikue kama yokutisha, isikue kama utastuka, lakini uelewe niko kabla siyasema nielewe, utanielewa. Uwe tayari kunielewa. Na Daniel alikuwa tayari kuelewa malaika. Mungu wetu anatufundisha kabla hayatenda kitu. Mungu wetu anaandaa kabla hayatenda kusudi tusibabaike, tusiingie mconfusion. Amen. Juma unapasha jua hii. Na njoo itakupa ushindi.
Mbingu itasimama usiku na mchana kukupigania. Mbingu itasimama usiku na mchana kuwa sehemu yako. Watu watasema, watu watakuchukia, watapanga, lakini vita haitakuwa yako, vita itakuwa ya Bwana Yesu Kristo. Atashusha uwezo wake, atashusha ushindi wake, na jina la Bwana litapewa sifa. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana tunapasha jua, tunapotembea vitu mingi vizuri viko mdunia, lakini havina maana. Hatuvihitaji. Hatuvihitaji. Haviko vyetu. Yale Mungu analeta kwako, sema Baba, kama ni mapenzi yako, acha jina lako litapewa sifa. Na jina la Bwana litafanya nini? Litapewa sifa. Haleluya. Amen. Nashukuru Mungu sana. Wandugu wapendwa, ewe mama, ewe baba, ewe kaka unayenifuata, unaweza kuwa nyumbani mwako hali ni mbovu, maishani mwako hali ni mbovu, hamuelewane. Kwa nini shetani kwa analeta zaidi katika hii nchi? Tunakuya mwai, watu wanaingia machanganyiko, wanashindwa kuelewa kama hivi vitu biko vinakuya amo jaribu. Tusiviabudu, tumwabudu Mungu. Mkitia pesa mbele, mtaanza kuabudu pesa. Mkitia mavazi mbele, mtaanza kuabudu. Mevaa mavazi kwa ajili ya utukufu ya Bwana. Vala mavazi nivike mwili tu. Amina. Ni kweli kabisa. Nunua gari ikusaidie tu, ikufikize kwenye unataka kwenda. Usifanye competition. Wewe inunua gari na mimi nanunua ile, nitamwini na mshindie. Hapana. Amen. Jua kuandaa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen. Mungu anakubariki, anachunga umtukuze. Kweli. Mwabudu. Ndio maana wandugu wapendwa, watoto wetu, tupendeni Mungu. Amen. Tusiabudu miungu zingine. Amen. Hata wanatutwala yulu, hata wanatuonesha nini, hata wanaleta nini, sema siwezi kuabudu. Siwezi kukubali hiyo. Siwezi kutembelea kwa hiyo. Hata wanasengenya, je, kama gisi watu wako na wanasengenya watoto, hiyo yote ni bure. Amen. Tuko katika hizi nchi, bana tunyanganya, na wengine wananyanganywa watoto. Mimi unawakia tu mtoto, anawakia mama, anawakia baba. Amen. Kwa sababu unapenda kuabudu maisha yenyewe yako. Unapenda udifanye na bali. Udilinganishe. Bata nijua, je, na mimi nione, nifunge foto, nakula na mzungu pamoja, nakula. No, usiabudu maisha isiyo yako. Mungu si mpumbavu kukuumba wewe mtu mweusi. Mungu si mpumbavu kukuumba na ule mzazi. Mungu si mpumbavu kukuumba na ule mama. Kwa hali yote iko vile ndio Mungu alikuumba. Haukudileta mdunia wewe peke. Sasa vile vingine vingi unataka kutamania ndio njia za shetani. Atakuangamiza. Na kesho utashinda kupata msaada chini ya dunia. Kesho utahitaji. Hata unaweza kuwa tajiri, kama unakosa leo mama, unakosa leo baba, utasikia vyote ni bure. 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 Haleluya. Niliona kama mchezaji mwa wa mpira bana muonesha kwa television. Alizaliwaka baba yake na mama yake alikombana, akaenda iko kidogo. Sitataja jina lake, mcheza mpira mkubwa sana. Akaendelea kusumbua mama yake, baba yangu. Baambia babako ishakuwa mwenda wazimu. Nchi ya Amerika, mu Texas. Asa mimi nataka. Babake alikuwa mtu wa kuchapa vitu kama hivi, anachapa. Anajulikana sana. Kijana yule alikuya, iko anakia anatafuta baba yake. Anakia mpaka na mafoto wa zamani. Alifika nakuta baba yake iko mkanyumba kiko kama triplex hivi. Kwenye analala na hii kiti iko kubwa. Na bimikobo yake ya marangi nini biana chapaka. Sasa anamwambia njoo mimi. Njoo baba iko analia. Mtoto naye analia. Anambia you man. Wewe baba you man ni Mkiingereza boy. Ushakuwa hivi. Kijana alitoa baba. Hata alikuwa mbovu, anamkatisha nywele nini na nini. Kununulia baba nyumba. Kwa nini alitoka kuli kwa nena anamtafuta? Kwa sababu alidisikia sikuja mimi peke munini mudunia. Nina yule aliyenifanya niwe. Mungu alipitia mwenyewe niwe mudunia. Hata wananiambia iko je nitaenda mtafuta.
na ikipita loko mashuno. Kwa nini tena bebiandika? Mbele bilionekana vibaya lakini bekia kubiandika, lakini inakuwa late. Tusiabudu shetani. Tusitegemee vya dunia. Biko na mwisho yake. Lakini tuchunge ba malaika Bwana bafanye nini? Batuserve. Mahali unaenda bakuserving. Mahali utasafiri kuwe wenye batakuserving, bana kupokea. Ndio unasikia unafika mahali una utukufu, una furaha, unasikia watu wananifurahikia. Kuna wenye bameshaandaa kule. Amen. Kwa sababu wewe unajua kumwabudu. Haleluya. Yes, nashukuru sana Mungu kwa wandugu wote wanaopenda programu yetu David's Family Ministry. Tunaenda tena acha DJ wetu kama ameenda wapi. Tuangalie kama ndivyo tulikuwa tunafuata kama ingali DJ yuko anasumbuka na mtoto. Njoo hivi wandugu wapendwa, marafiki za David's Family Ministry. Acha sisi wote tunawapenda na muendelee kupata programu kama kesi tuko. Tufanye nini? Tuache Mungu atutawale. Tusitawaliwe na vitu vya dunia. Tusitawaliwe na maisha, tusitawaliwe na pesa, tusitawaliwe na akili ya watu ya dunia, tusitawaliwe na vitu vya dunia, lakini tutawaliwe na jina la Bwana Yesu Kristo. Likale katika maisha yako. Kuna mlango ya matayarisho. Kuna njia yenye inaenda funguliwa. Kuna wale wenye wako wanasubiri, wana vikombe, wana zawadi za kuvika. Kwa sababu wewe umefanya nini? Umemtukuza Bwana. Haleluya. Pandisha sauti. Haleluya.
Mungu sana. Na acha tunaenda kumrudishia Mungu shukrani kwa neno tumesikia. Acha Roho Mtakatifu aendelee tena kutufundisha zaidi, aendelee tena kuyajenga, izae matunda nasi katika maisha yako. Umwambie shetani na njia zako na watu wako na mipango zako, uende mbali nami. Nitamwabudu Bwana Mungu wangu pekee. Tuombe kwa jina la Yesu Kristo. Baba, acha neema lako ipewe sifa na tunakushukuru Mfalme kwa sababu acha jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe, Mfalme wa kipindi cha ushuhuda mikononi mwa Bwana. Baba, tumesema tena asante kwa maana tulikualika kama vile Alfa na umemaliza kama vile Omega. Tazama Bwana, tumepunguza Mungu wangu kipindi cha kwanza na tunaacha yenye yanabaki mikononi mwako. Acha tena Bwana, tunaalika presence ya Roho kwa pamoja nasi, kwa kila yule Bwana atakayesimama na kushuhudia matendo makubwa unayeyafanya kwa maisha yake. Maana hatutanyamaza kukushuhudia wala kugutapa, kwa sababu unapotenda si kwa sababu tunyamaze, lakini unapotenda ni kwa sababu tukuelewe na wengine wakujue na wakutambue kupitia sisi na yale unapotutendea. Na ndio maana Bwana tunasema asante kupitia jina lako Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Tunashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu. Tunaenda kwa kipindi ya ushuhuda.